mimi hapa nitume. Ni kweli hatuwezi kuingilia fundisho la leo, ijapokuwa tuweza kuelewa fundisho ambalo liweza kupita, na walitupatia visababu vimoja ambavyo vinaweza kuacha kama vile Wakristo tuweze kukimbia nini? Tuweze kukimbia na kuweza kuacha kazi ya Bwana. Tulikuwa tukisoma katika kisa cha Yona ambaye alipata wito, lakini katika wito wake aliweza kujawa na woga ile haikuweza kuacha aweze kufanya nini? Aweze kuenda katika kazi ya Bwana. Na sisi hivyo tulikuwa tukisema ya kwamba tunapokuwa tukitafuta visababu katika maisha yetu ili tuweze kuepuka kazi ya Bwana, ni kweli tutaweza kuipata vingi sana. Vitakuwa visababu vingi sana. Kwa sababu na tulipokuwa tukisoma fundisho hii, tulikutana ni kama vile Yona alikuwa, wamoja watakwambia kwamba Yona alikuwa na raison. Ama alikuwa na sababu kabisa kukataa kwenda kwenye utume ile, alikuwa avec raison. Kwa namna ambavyo watu ambao walikuwa wakiwatesa ni katika watu wale ambao waliweza kufanya nini? Waliweza kumtumana. Ndio maana nilimaliza fundisho nilipokuwa nikisema na nikiongeza ya kwamba unapopata utume, hakuna utume katika Biblia ambayo utakutana ambayo iko rahisi. Tukianzia kwa Nuhu ambao waliweza kumwambia aweze kujenga safina ya mvua ambao walikuwa hawajawahi kuona, ni kama vile wenda wazimu. Tukienda kwa Abrahamu ambao waliweza kumwambia toka katika nchi yako uende mahali ambapo nitaweza kuelekeza, ilikuwa ni kama vile wenda wazimu. Hata Musa ambao waliweza kuambia ya kwamba wewe ndio utaweza kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa na kuwapeleka katika nchi yao, haikukuwa rahisi. Aliweza kumwambia Mungu, mimi hapa sijui kusema namna gani nitaweza kufanya nini kuwaendea watu wako. Tukienda kwa Yoshua ambaye aliweza kupata pia aliweza kuendelesha mission ya Musa, haikukuwa rahisi. Tukikuja kwa mitume ambao iliwabidi waweze kueneza injili katika ulimwengu wote, haikukuwa rahisi. Na sisi kama vile Wakristo leo tusiwaze ya kwamba utume ambao tunakuwa nayo ambao inatubidi kubeba katika ulimwengu wote itakuwa rahisi. Na tukitafakari ya kwamba utume huo uko rahisi, tujua kwamba hauko utume wa Mungu. Fundisho la leo lina kichwa ambalo linalosema kama vile waliweza kutusomea, motisha na maandalizi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya utume. Motisha ama mkifaransa motivation et préparation pour la mission. Fungo la kukariri wametusomea, wanatuambia kwamba inapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 44. Ingelipendezwa yule ambaye anakuwa na Kiswahili aweze kuketi karibu na aweze kumpatia mic, kwa sababu ya kwangu ni Kifaransa. Yule ambaye anakuwa na Biblia ya Kiswahili angeweza kuzongelea karibu. Katika lugha langu amesema, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Lakini tunapoanza fundisho hili, ningelipendeza kwamba tuweze kusoma fungo hii ambayo inapatikana katika kitabu cha Wafilipi, les Philippiens. Tafadhali mtaweza kutusaidia katika kubadilisha, kwa sababu tunazoea kujifunza katika Kifaransa. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 15 na mstari wa 18. Kwa yule ambaye iko na Biblia ya Kiswahili tafadhali. Sijue mzee Amani kama umeweza kupafika. Ni Paulo aliyeandika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 18. 15 hadi 18. Neno la Mungu linasema hivi: kweli baadhi yao wanamhubiri Kristo kwa sababu wana wivu, na ni wivu tafadhali, na ni watu, lakini wengine wanamhubiri Kristo kwa nia nzuri. 16. Hawa wanafanya hivyo kwa upendo, kwani wanamjua kwamba Mungu
mmependa juhudi hii na kuitetea Injili. 17. Hao wengine wanamtangaza Kristo kwa mashindano na si kwa moyo mnyofu, wakidhani kwamba wataiongozea mateso yangu kifungoni. 18. Haizuru, mimi nafurahi ikiwa tu watu wanamhubiri Kristo kwa kila njia. Asante sana. Paulo anahubiriwa katika nini? Katika kila njia. Haithibitishi ya kwamba unamhubiri Yesu kwa sababu gani? Kwa sababu ya ugomvi. Haithibitishi ya kwamba unamhubiri Yesu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wivu. Lakini ya maana ni nini? Ya maana ni Yesu ambaye anafanya nini? Anatangaziwa. Ule ni kwa Paulo. Lakini mwandishi wa fundisho hii anatuonesha kwamba ingelitubidi ya kwamba tuweze kumhubiri Yesu kwa njia gani? Kwa njia ya upendo na kwa njia gani? Na kwa njia ya ukweli. Kwa sababu tunakuwa na upendo kwa ajili ya Mungu, kwa sababu tunakuwa na ukweli ambao tumepata kwa Mungu, tufanye nini? Tupeleke injili ile. Ningelikimbia sana katika fundisho hii ni kuwapatia mamotisha na namna gani kama vile Wakristo inatubidi tuweze kufanya nini? Tuweze kujiandaa. Tunapotafuta motisha ya kwanza, wametupatia kisa cha wanawake hawa ambao waliweza kujielekeza kwenye kaburi la Yesu siku ya kwanza ambayo Yesu Kristo aliweza kufufuka. Kisa hiki sitakirudia ndani kwa sababu nadhani ya kwamba sisi wote tumekwisha kukijua. Lakini walipofika kwenye kaburi, malaika akaweza kuwatokea na kuambia, kwa nini mnamtafuta yule ambaye ameweza kufufuka katika nani? Katika wafu. Na wanawake hawa waliporudia, walikuwa ndani mwao na moto wa kuweza kufanya nini? Kutangaza yale ambao wameweza kufanya nini? Kusikia na yale ambao wamewahi kuona. Motisha ya kwanza. Motisha ya kwanza ambayo natubidi kuweza kuwa nayo tunapokuwa na upendo na tunapokuwa na ukweli ni kwenda kuwaelezea wengine yale ambayo tumeweza kusikia na yale ambayo tumeweza kuona kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Lakini wanatupatia kisa kingine kia mtumishi wa Mungu, yani Petro, ambaye wanawake walipokuja na kumwelezea kwamba tumefika kaburini na tunamkutana kwamba Yesu Kristo amekwisha kufufuka, hakuweza kuamini, kama vile watu wengi hawakuweza kuamini. Lakini akasema, mimi nitaenda mahali kule na kuweza kuona. Alienda mahali pale, akafika, akakutana kwamba kaburi liko wazi. Lakini mahali ambapo wengine yale ambao waliona waliweza kuyatangaza, yeye akafanya nini? Akashangaa. Na kwa kushangaa kwake hakuweza kueneza injili ambayo ilimbidi aweze kufanya nini? Aweze kueneza. Ndio maana nimesema kwamba motisha ya kwanza ama motivation ya kwanza ambayo natubidi tuweze kuwa nayo ni kufanya nini? Ni kuenda kueleza ama kueneza injili ama kueneza habari njema. Kwa sababu mkifaransa wamesema partager la bonne nouvelle. Na hiyo bonne nouvelle ni nini ambayo tunaweza kutangaza? Kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo aliweza kukufa kisha hakuweza kufufuka, haingepaswa kuwa habari njema. Lakini kwa sababu amekufa, amefufuka, imekuwa habari njema kwetu, na inatubidi tuweze kuwa na moto ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kuelezea wengine ujumbe kama na huo. Motisha ya pili ambayo inatubidi tuweze kuwa nayo ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Na ni namna gani tutaweza kujitayarisha na kujua kwamba neno la Mungu imekuwa motisha? Katika Biblia na katika fungu hili la kukariri wametuambia kwamba cela c'est que je vous disais, ni haya ambayo niliwaambia, ya kwamba inabidi ya kwamba yale yote ambayo yanaweza kuandikwa katika kitabu cha Musa, katika kitabu cha manabii, hata na katika Zaburi yaweze kufanya nini? Yaweze kutimilika. Ni unabii ambao unaweza kupaniwa. Na tunaposoma Biblia inajaa na unabii ambao iko nyingi sana. Na tunapojiuliza kwa nini unabii yote inapatikana katika Biblia?
Watu wa Mungu wa kujifunza unabii ni kwa ajili ya kuweza kujitayarisha kwa ajili ya kazi ambayo inawabidi waweze kufanya nini? Waweze kufanya. Na katika unabii hiyo tutakutana ndani nini? Neno la Mungu. Hiyo neno la Mungu ambayo tutatoa katika unabii ambayo inaandikiwa katika Biblia, ambayo neno la Mungu linahakikisha kwamba ni kweli na ni uhakika. Inatubidi tuweze kuwa na moto tena ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kuwaonesha watu neno la Mungu. Na kusoma unabii tutakuwa tukijitayarisha kwa kueneza injili ambayo tumeweza kupewa kama vile mission ambayo inatubidi kuweza kuwapelekea watu wa ulimwengu hii. Nimepana motisha mbili, nimepana uandalizi mmoja. Sijui kama tuko naendana sawa sawa. Je, tuko kwa pamoja? Motisha mbili, namna moja ya kuweza kufanya nini? Kujiandaa. Nimesema motisha ya kwanza ni nini? Tafadhali. Motisha ya kwanza ni nini? Tunajifunza hayo sahi, hakuna ama hatueleweki. Ndio. Motivation ya kwanza ni partager la bonne nouvelle. Asante sana. Kueneza habari njema. Yesu Kristo amefufuka. Twende tuwaambie watu ya kwamba Yesu Kristo amefanya nini? Amefufuka. Motisha ya pili, motisha ya pili tumesema ni nini? Asante. Kuhubiri habari njema ni ile ambayo amekwisha kusema. Ya kwanza, kusoma Biblia, yale ambayo anatoka kunena ni namna ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya utume. Ningelipenda kwamba tuweze kubaki katika fundisho yetu ambayo inasema motisha na maandalizi kwa ajili ya utume. Motisha na maandalizi kwa ajili ya utume. Ni lazima tuweze kuwa na motivation. Na motivation hiyo tumesema ni lazima iweze kusukumwa na upendo na nini? Na ukweli. Motisha ya kwanza, twende tueneze habari njema ya ufufuo wa Yesu. Motisha ya pili, nimesema tunapokuwa tukisoma unabii. Katika unabii tunakutana ndani nini? Neno la Mungu. Tunapopata neno la Mungu ni lazima iweze kutusukuma kuweza kuyaambia wengine waweze kujua na kuweza kusikia hiyo neno ambayo na sisi tumeweza kutosha katika nini? Katika hiyo unabii. Na tunapokuwa tukisoma unabii itakuwa ni namna yetu ya kuweza kujitayarisha kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya utume. Tukaa darasa hii inaleta woga sana. Inaleta woga, na darasa ambayo tunakuwa na kazoezi ya kufundisha haikuwa kimya kama na hii. Nimesema tutakimbia katika fundisho, lakini ingelikuwa vema tuweze kusikia hata yale mamotivation ambayo tunatoa katika fundisho hii. Tuko kwa pamoja? Nilisema ya kwamba haiko mahubiri ambao mwisho wa kunena kwangu mseme nini? Amen. Hapana. Kama utakuwa na yale ya kuongeza, kama utakuwa na mahali ambapo haukusikia, jisikie huru uweze kufanya nini? Uweze kuuliza swali. Motisha ya tatu ambayo haitakuwa motisha, itakuwa ni uandalizi. Namna gani tunaweza kujiandaa? Yesu Kristo alipokuwa anatafuta kuachana na mitume wake, aliwaambia wasiweze kutoka wapi? Tafadhali, tumewahi kusoma Biblia. Yesu Kristo aliambia mitume wake wasiweze kutoka wapi? Wakisubiri nini? Wakisubiri Roho Mtakatifu. Ni kwa namna gani tutaweza kuwa tukijiandaa kwa ajili ya utume? Tukingoja ili tuweze kupata Roho
Mtakatifu. Wamitume wanatuambia walipokuwa wakisubiri, walikuwa wana kazi ambao walikuwa wakifanya. Ya kwanza, walikuwa wakiomba. Ya kwanza, wamitume walipokuwa wakisubiri Roho Mtakatifu walikuwa wakiomba. Na ya pili, walikuwa wakijiandaa na kuandaa mazingira yao ili watakapoingia katika utume wakutane kwamba mambo yote iko nini? Iko sambamba. Walitupatia kisa cha Yuda ambaye alikuwa amekwisha kujitundika, na iliwabidi waweze kupata yule ambaye ataweza kukamata nafasi ile ya nani? Ya Yuda. Hata na sisi tunapokuwa tukijiandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kuna wale ambao wataweza kutoka na kuweza kwenda kuhubiri nje. Ni lazima wale watu, sijue kama logistique itakuwa nini mkiswahili, logistique kwa wale ambao wamesoma katika kitabu cha Kiswahili, kwa sababu wameandikiwa. Isome. Deuxième chose qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient était de se préparer logistiquement pour la mission. Sijue kwa yule ambaye amepata logistiquement, je voulais savoir, nipenda nijue mkiswahili nasema nini. Tafadhali kwa yule ambaye anakuwa na wakati, ili waweze kufanya nini? Waweze kueneza Injili. Namna ya kwanza yetu ya kuweza kujiandaa ni kufanya nini? Ni kusoma unabii. Namna ya pili ya kuweza kujiandaa ni kusubiri Roho Mtakatifu tunapokuwa tukiomba na tukijiandaa kimkakati, ili tunapokuwa tukienda katika kazi ya Mungu tukutane kwamba mambo yote yamefanya nini? Yameweza kuwa shwari. Motisha ya tatu sasa ambayo natubidi tuweze kuwa nayo. Motisha ya tatu ambayo natubidi tuweze kuwa nayo iwe ya kumtangaza yule ambaye aliweza kufanya nini? Aliweza kusulubiwa. Ya kwanza, tutamhubiri Yesu Kristo ambaye aliweza kufariki. Ya pili, neno ambayo tutakuwa tumekwisha kupata katika unabii ni lazima wengine waweze kuyasikia. Motisha ya tatu ni lazima tuweze kumtangaza yule ambaye aliweza kusulubiwa, na wale ambao waliweza kumsulubisha, kwa sababu kwa sasa ndio tutapata wale ambao physiquement waliweza kumsulubisha Yesu, lakini wametuambia kwamba katika njia zetu mbaya, katika dhambi ambazo tunazozitenda, tunakuwa tukimrudisha Yesu wapi? Kwenye msalaba. Ni kuwatangazia watu ya kwamba unapokuwa ukitenda dhambi unafanya nini? Unamrudisha Yesu kwenye msalaba. Na inabidi watu waweze kujua, kwa sababu tunapoingia katika kisa cha wamitume waliweza kuwatangazia nyuma kuweza kupata Roho Mtakatifu, waliweza kutangaza kwamba yule ambaye mweza kumsulubisha ndiye yule ambaye tunafanya nini? Tunahubiri. Na tunajua nyuma ya ubiri hiyo watu wangapi ambao waliweza kubatiziwa? Ilikuwa watu ngapi ambao waliweza kubatiziwa? 3,000 waliweza kupita wanabatiziwa. Na ni kuonesha watu ya kwamba ijapokuwa dhambi zako zinaweza kuwa nyekundu namna gani, Yesu Kristo yuko tayari kuweza kufanya nini? Kuzisafisha. Kwa sababu kama ulimweza kuchangia ili Yesu Kristo aweze kufariki, ni dhambi gani ambayo tunaweza kusema kwamba itakuwa yule kama na ile? Yesu ambaye ni mwana wa Mungu umechangia ili aweze kusulubiwa, lakini Yesu Kristo iko tayari kuweza kukusamehe ijapokuwa umeweza kuchangia ili aweze kufanya nini? Aweze kusulubiwa. Na tunapowaambia watu mambo kama na yale, watakuja kwa Yesu na kazi ya Mungu itakuwa ikifanya nini? Ikiendelea mbele. Motisha ya tatu, namna ya mwisho ya kuweza kujitayarisha tunapokuwa tukijitayarisha kwa ajili ya kazi ya Mungu ni kukumbuka namna ambavyo kanisa la awali liliweza kuwa likitumika. Wale watu ambao Yesu aliweza kuwaacha hapa duniani ili waweze kueneza injili yake, walikuwa wakiwafundisha wengine, na kuwafundisha wengine haiko tu ili waweze kuwa Wakristo peke yake, lakini iliwabidi waweze kuwafundisha ili waweze kuwa wamoja katikati ya wanani? Katikati ya watume. Na ndio maana na sisi pia, asante sana, ni dakika chache ambao waweza kunipatia, mtaniruhusu niweze kumaliza hata katika dakika moja. Katika kazi yao ilikuwa kuweza kuwahubiri watu,
Watu wanapobatizwa na kuweza kuwa Wakristo, iliwabidi waweze kuwa wanani? Waweze kuwa wamoja katikati ya wanani? Katikati ya watume. Na sisi tunapoenda katika utume, si kwa ajili tuweze kuleta watu waje wajae katika nini? Katika viti na kujaa katika kanisa, lakini kwa sababu waweze kuwa wamoja wa wale ambao wataweza kutusindikiza katika nini? Katika utume. Sijui kama kutakuwa swali ama nyongezo. Ndio, swali ama nyongezo. Tafadhali nitaweza kuchukua wale ambao wametia mkono juu. Swali ama nyongezo? Zionyesha wawili. Yaani kama nyongezo, tunaona wa mitume wa Yesu, wamama walilamukia kwenye kaburi ya Yesu na wakakutana kaburi iko wazi, wakashangaa. Eske walishangaa nini? Japokuwa walikuwa namaliza miaka 3.5 pamoja na Yesu, akiwaambia kama atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Ile ni kama swali, lakini je, kiliwashangaza ni ile ukosefu wa imani yenye Yesu alikuwa aliwaambia, walikuwa na hawaitumainie kama inaweza kuwa kweli. Na senye wale wa mama walienda kuambia wa mitume wa Yesu kama Yesu alifufuka, tena walishangaa hivyo hivyo. Hata Petro yeye akakimbia kwenda angalia, naye akashangala. Eske alikuwa anashangala nini? Japokuwa Yesu alikuwa aliwaambia kama kweli kweli atafufuka. Na sasa kanisa ya leo tunaona wale wa mitume kusema waende tangaza Injili, walingoya katika chumba cha juu, wakangoja mpaka wapate nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasi kama kanisa ya leo tujifunze kwa kanisa ya awali, kusema waweze kwenda tangaza Injili ni kujua alipewa nguvu ya Roho Mtakatifu, na ile kawasadikisha yote yenye Yesu aliwaambia, wakapata nguvu na usujaa wa kwenda itangaza na kuwaambia wengine. Nasi kama hatujapata nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi weza kwenda. Kwa hivyo sasa nasi tujiunge, tuige mfano mzuri kwa ile kanisa ya zamani, ili tutakapokuwa wamoja na kupewa nguvu ya Roho Mtakatifu na kuchunguza maandiko na kuomba, ndipo tutaweza kutangaza habari njema. Asante sana. Hapa niko napenda tuingie pratiquement kuifundisho, tusiingie tu kwa historia zile za zamani. Wakati ya leo tumezidi sana Sodoma na Gomora katika dhambi, lakini hapa mimi naingia kule motivation ya kwanza ambayo umesema kwenda kuhubiri. Na nikimarie hii fundisho ya leo na ile ya mbele, kisiona aliingia hakuingia jua wa na hapa. Na sisi pia wakati tunapewa mwito wa kwenda kufundisha watu, tukiingia pratiquement unakuta kwanza selo unaongea wewe peke na conscience yako, unakuta kwanza wewe mwenyewe hauenei, ni wewe ndio uko wa ubaguzi wa makabila, ni wewe ndio wa chuki, ni wewe ndio wa kuweka gainda mumutima. Unakumbuka ile makosa yote yenyewe ulikosea mtu meo ungana muwekea tu, kisha utaenda ubiri namna gani ile Injili, kumuonesha ule mtu upendo wa Yesu Kristo, jinsi alikufa msalabani, unamuonesha yale yote na kitu wewe mwenyewe hauenei kwanza. Asante sana. Ndio maana kwa fundisho waweze kufanya nini? Waweze kuishi. Watu hawapendi ya kwamba uje waelezee ni nini ambacho mtaweza kukifanya, lakini kile kitu ambacho unasema ilikuwa vema waweze kukiona ndani mwako, kisha wakati ule wataweza kupata pia fursa ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kueneza Injili, kwa sababu hata na wamitume ilikuwa namna hiyo, ambao walikuwa wakitumika na hao watu ambao walikuwa wakifanya nini? Wakibatizwa. Asante sana. Katika Jumapili nasema kwamba kuna wahubiri wawili ambao walipatikana wakati Yesu alipofufuka. Ndio. Wahubiri hawa ni wanawake ambao walisikia habari ya njema, walienda kupaka manukato, wakakutana Yesu yu hai. Lakini furaha walikuwa nayo, wakaibebea wanafunzi. Wakawaambia, mnajua Yesu hayuko tena katika kaburi, yu hai, alishafufuka. Petro ambayo Mungu aliambia, Yesu alimwambia tuko pamoja, lakini kwako nitajenga kanisa. Akasikia ile habari ni kama hadithi, sijua kama ulisoma. Akasikia ni kama hadithi inayozeeka. Haikumtuma kukimbia kusudi aende shiriki habari,
lakini alipuuzia yale habari wanawake wanamwambia, akakimbia kwenda sijue kama kusema kuona kwamba hivi wenyewe wanasema mie kamata kama hadithi. Alipofika yeye hakufurahi, akashangaa, na kwa kushangaa kwake akasema, kumbe vyanye Yesu alikuwa ananiambia, alikuwa anatuambia ni hakika, tena ni kweli. Hao watu wako tofauti. Kuna watu ambao wanaona kwamba huyu hawezi niambia kitu, ijapokuwa Mungu anatemwanya vya kweli, lakini kwa sababu yeye haruhusiwi kumwambia vile, anaona kwamba ife mimi nijifikie nipate kisi ya kusema. Lakini ya pili kuna sema hivi misingi ya unabii. Wa mitume walikuwa wanabakia na Yesu muda mrefu sana. Fundisho hili linatuambia wakabaki naye muda mrefu sana, lakini wakati unabii ulipotimia kwao hawakusadiki. Ndio maana gani? Unapasha kuwa katika kanisa muda mrefu sana, unashiriki maombi, unashiriki kila jambo lolote, lakini haujamwamini Yesu. Lakini unabii inasema kwamba waliporudisha historia nyuma, njoo akakutana maneno ambayo Yesu anasema, niliwaambia kwamba nikiwa pamoja nanyi. Inabidi maandiko matakatifu itimilike ya kwamba napasha kufufuka tena. Na tena ya pili aisurinye kile ambacho alikuja kuambia, kuwapatia nguvu. Si kwamba anataka nishite ndugu yangu. Si kwamba alikuja kuchangia nao mikate ama kuchangia nao samaki. Alikuwa kusudi awakumbushe yale ambayo aliwaambia baadaye. Mungu awabariki. Tukiendelea tutafakari neno zaidi sana. Tusipuuzie yale ambayo wanayotuambia, hayo ndiyo yataacha tunasimama imara. Mungu. Ndio tutamaliza tunaposoma mstari mmoja ambao unapatikana katika siku ya vendredi, ambao anasema katika Kifaransa, notre œuvre missionnaire doit venir d'un amour profond et d'une profonde gratitude pour ce que Jésus a fait et fait dans nos vies. Kazi yetu ya utume ni lazima iweze kujawa na upendo wa yale ambayo Yesu Kristo amefanya na yale ambayo anaendelea kufanya katika maisha yetu. Mungu aweze kuwabariki na muwe na sabato njema.